kuna kauli imeongea nzito sana hapa kwamba Diamond Platnumz akiachana na Zuchu kwenye mahusiano nitafurahi, ila siku Zuchu akiondoka WCB nitafurahi zaidi. Nataka tuzungumzie kidogo karia ya Zuchu. Zuchu ni msanii kubwa kwa sasa na ni mkali sana, lakini amepewa ukali na nguvu ile kwa wing, naweza nikasema kwa mbawa za WCB. Sasa je, haikuogopeshi ama hauoni wasiwasi maisha ya sanaa ya Zuchu nje ya WCB? Unadhani ana misuli ya kutosha ya kumfanya aendelee na kuwa na nafasi ile ile ambayo alikuwa nayo sasa akiwa chini ya WCB? Cha kwanza, mimi naamini kwenye talent sana ya mtu. Zuchu ana talent kubwa mno. Na kuna wasanii ambao wamefanikiwa wakiwa nje ya Wasafi WCB. Wapo wengi, mifano ambao tunaweza kumzoea kina Mario, wakina J Melody. Wasanii ambao wamefanikiwa nje ya WCB. Leo hii kuna msanii wa kike anaitwa Abigail Chams. Anaenda kuwania tuzo za BT nje ya WCB. Kwa hiyo kuna uwezekano pia Zuchu akaenda kufanya vizuri akiwa nje ya WCB. Sehemu ambayo ataweza kufanya kazi kwa uhuru. Sehemu ambayo ataweza kufanya kazi pasipokuwa na mambo haya ya mitandaoni ya show off hizi anazozifanya na Diamond. Kwa hiyo mimi naamini kwenye talent ya Zuchu. Na naamini hata akiwa peke yake, akitafuta management nyingine, Zuchu ana uwezo wa kwenda wa kufika mbali. Unajua Diamond ana kitu kimoja. Kuna kitu inaweza kaja kikatengenezwa baadaye. Mimi nakwambia kuna kitu kitakuja kutengenezwa baadaye Zuchu akija kutoka Wasafi. Nakwambia. Unajua kitu gani? Watakuja kusema ya kwamba Zuchu na Wasafi na Diamond walikuwa hawako kwenye mapenzi. Ilikuwa ni namna ya kumsupport kazi zake. Kaka, Wasafi waogope sana. Waogope mno. Kwa hiyo mimi naamini kama Zuchu amefahamu, atoke mapema kwa sababu hayo yatatokea. Lakini kwenye kutoka sasa ndio tunarudi pale pale, thamani ya Zuchu ambayo WCB wamewekeza yawezekana ikawa kubwa zaidi kuliko msanii yoyote ambaye amewahi kupita WCB. Yule ni mwanamke, gharama ni kubwa, kwa hivyo vyote kwenye mambo ya malipo hapo atatoboa. Kaka, nakwambia hivi, kwa namna ambavyo Wasafi wamepambania kweli kumtengeneza Zuchu kwa thamani kubwa, lakini hata Zuchu ameingizia kampuni fedha nyingi mno, ndio maana zinagawanywa asilimia. Mpaka sasa hivi msanii ambaye yuko understand WCB ambaye anaingiza hela nyingi ni Zuchu. Hakuna mwingine. Kwa hiyo Zuchu uwezo wa kutoka Wasafi anao. Kama Rayvanny aliweza kulipa bilioni 1 kumlipa Diamond atoke Wasafi, Zuchu atashindwa? Pesa hiyo. Kaka, mtoto wa kike kaka. Zuchu mtoto wa kike kaka. Umeona? Rayvanny mtoto wa kiume aliweza. Alafu mtoto wa kike mzuri kama Zuchu. Acha mbali yeye mwenyewe ato ya kwake, kuna masponsor nje. Waweza kama tunakulipia. Hata kinifuata mimi nampa dada yangu. Blaza pana namba pale. Kwa hiyo tunarudi pale pale ya kwamba Zuchu hawezi kushindwa kutoka Wasafi. Okay. Hiyo bilioni 1 ambayo kalipa Rayvanny, Zuchu anaweza akalipa. Hata kama sio yeye, wapo watu ambao wanaweza kulipa. Mzanzibari yule, kuna Mzanzibari mwenzake kwa anaitwa Mzenji. Juzi kamuita Ibra ataka kumlipia bilioni 1 kwa Harmonize. Kwa hiyo Mzenji atashindwa kumwacha ndugu yake Mzanzibari mwenzake? Kwa hiyo Zuchu kutoka Wasafi anaweza. Na ndio maana Diamond kuna muda Zuchu akitishia kutoka Wasafi anapata wasiwasi. Anapagawa kwa sababu anajua kabisa huyu anaweza kutoka. Zuchu sasa hivi hela anayo. Ameshajenga nyumba, ma-apartment anayo, amejenga, anachukua kodi, ana biashara kibao bara na visiwani. Kwa hiyo hela hivi anavyo. Lakini mama yake pia tayari kashatengeneza mifumo. Mama yake kwa system TOT, CCM, bendi ya CCM, matukio yote ya kiserikali mama yake mfanyakazi wa serikali, msanii yake mfanyakazi wa serikali. Kwa hiyo yeye hela anaona mama yake pia chambi kidogo zipo. Kwa hiyo sio familia yenye njaa. Zuchu akipata milioni 800, mama yake hizo kosa milioni 200 ya kumuongezea. Mambo yanaenda. Lakini tukirejea hapo hapa tumezungumzia zaidi kwenye uwezo wa Zuchu kuondoka. Yes, sina shaka na hilo, na wala siogopi, ingawa yawezekana thamani kawa kubwa zaidi. Ni pesa hizi zinazungumzwa, mtu kuitoa tu from nowhere inawezekana maumivu yake. Lakini naomba tusijikite sana kwenye fedha na thamani ya Zuchu kwa sasa, ila nataka tujaribu kujiuliza, je,
Zuchu ameshakuwa mkubwa kiasi hicho kwamba anaweza akasimama mwenyewe bila mbawa za WCB akiamua kuondoka kwa sasa. Je, ni muda sahihi wa Zuchu kuanza kujitegemea? Zuchu tayari ameshakuwa mkubwa. Ukizungumzia msanii wa kike kinana kwa sasa hivi Tanzania, Zuchu. Afrika Mashariki, Zuchu. Namba zinaongea. Lakini pia tofauti na ukubwa wake aliyokuwa nao, bali kuna matendo machafu pia ambayo anataka kumtoa ndani ya Wasafi. Kwa hiyo kuna vitu viwili. Ukubwa nao, lakini pia matendo machafu ambayo anafanyiwa na mpenzi wake ambao pia atamuondoa ndani ya Wasafi. Pia kilalamika kwamba imefikia hatua ndani ya familia WCB design kama yeye kama ndo hapendwi hivi, asilimia kwa karibia watu wengi sana, yani mzee ugomvi mpaka kwenye radio stations. Kuna kitu niliwahi kuongea siku moja, nakwambia hivi, adui yako mara nyingi anakuwa mtu wako wa karibu. Umeona? Mtu ambaye anakuwa anajua mambo yako mengi anakuwa ni adui yako. Lakini pia adui wa mwanamke ni mwanamke. Kuna wadada wengi mno, wasichana wengi mno nchi ambao hawampendi Zuchu. Zuchu ana maadui wengi sana kaka, nisikilize mimi. Zuchu ana maadui wengi mno, hasa wengi wanawake. Unajua kwa nini wanawake? Au ni kuitamani nafasi ambayo Zuchu amekuwa nayo sana. Wanaona Zuchu anaenjoy kwa Diamond. Na wao wanataka zile nafasi za kuenjoy. Adui wa Zuchu ni wanawake wenzake. Sisi wanaume tumuonee wivu Zuchu wa nini? Wanawake wenzake ndio wanamuonea wivu. Na ni maadui kweli kweli. Wengine tunawajua ni watu maarufu, mastaa wakubwa Tanzania. Nakwambia, mastaa wakubwa Tanzania wanamuonea wivu binti wa watu. Wanamuona ana faidi kwa Diamond, anadeka sana, wamempa jina wanamuita King'ang'a. Hiyo yote hilo jina si lake kweli. Zuchu anaitwa King'ang'a? Hapana, anaitwa Zuhura, lakini matendo. Watu wenye roho mbaya kaka ndio wamuita hilo jina. Watu wenye roho mbaya na chuki. Wanamwona ana Komange ana chuki na dadako. Ali kaka usinitajie huyo mtu kwanza, huyo mtu na mkanda wake mbaya huyo, si ungeamua kuja kumlipua huyo. Lakini alikuwa anazungumza kama unavyozungumza wewe kwa lengo la kumuokoa. Tofauti ya mimi na Mange anazungumza kiunafiki. Mimi nazungumza reality. Anamnafikia sister. Wewe Mange unaweza kumuona leo anamtetea Zuchu, kesho kutwa anamgeuka. Anaweza kumpamba mtu, kesho anamgeuka. Kwa hiyo Zuchu anapewa majina mengi mabaya. Wake wakubwa ni wanawake wenzake. Hata wewe usimuona adui yako mkubwa ni mwanaume mwenzako. Mwanamke aweke adui na wewe. Labda kama ulimtongoza ukampiga tukio baya. Lakini kuwekewa nini? Aniita jina mbwa. Labda iwe hapo, lakini Zuchu wanaomkwamisha na wanawake wenzake. Na wanaomuombea dua mbaya ni wanawake wenzake. Wanatamani kumuona leo Zuchu anaanguka, anadhalilika kwenye mapenzi. Na Zuchu anajua hivyo. Anadhalilika, na mimi niwaambie, kama walishindwa kumjua mtu wa Zuchu kabla hajakuwa na Diamond, basi ni ngumu kuja kumjua tena mtu wa Zuchu akishaachana na Diamond. Arudi kwenye maisha yake ya kawaida. Nakwambia, kwenye kazi ana mtu wake wa kawaida tu, anamsupport vitu vyake, anamuheshimu vizuri. Mtoto anatakiwa kuheshimiwa yule. Hiyo kuna namna fulani wanaume sisi tunashindwa kuheshimu wenza wetu, hasa tukipendwa, tunajisahau. Sawa. Mwisho kabisa tumalize na hili. Ushauri wako ama neno lako kwa kina dada. Industry yetu imekuwa na wadada wachache sana kwenye muziki. Ulianza na ushauri mzuri sana mwanzo kwamba iwe mwanamuziki au dada yoyote ukipata kazi, unapofika ofisini usijihusishe na mahusiano na boss, kwa sababu utafika na kuondoka na watakuja wengine. Ushauri wako kwa dada zetu ambao katika kiwanda cha muziki, tumeona kina Angela wametundika madaruga kwenye Bongo Flava na wengine wengi ambao wanafurukuta Zuchu ndo huyo, yawezekana akaingia kwenye ulimwengu wa kujitegemea mwenyewe. Ushauri wako ni upi kwa sekunde 30 tu? Ushauri wangu cha kwanza, lazima watoto wa kike watambue kwamba muziki ama shughuli yote ya sanaa kuna vikwazo vingi sana. Yaani kuna mapito mengi sana. Usije ukaona mtu kwa star katika nchi, hasa wanawake, ukajua kaupata kiurahisi wa star. Na ndio maana wasanii wakubwa wa kike wanaonekana wana roho mbaya. Unajua kwa nini? Wamepitia vitu vingi hiyo. Wameshatongozwa na maproducer, madirector, manager,
kuna wale wengine wanaita manini madirector, kuna wale wengine wanaitwa mapromoter, yani mpaka unakuja kuwa star. Ndio maana wengi wanashindwa kuwasupport wanawake wenzao wa chini. Kwa hiyo mimi cha kuwashauri wanawake ni kwamba wanatakiwa wapambane na wafocus kwenye kazi zao. Kama mtu una kipaji, talent yako itaonekana tu, hata ubaniwe vipi. Abigail Chams, mimi huyu mtatu namtolea mfano, na sisi tuacha kumtolea mfano. Kuna mastaa wakubwa kwenye nchi hii waliacha kumsupport Abigail Chams. Nakwambia mimi kuna vingi ambavyo unavijua. Wakubwa waliacha kumsupport Abigail Chams. Lakini unajua kwa nini? Yule binti mdogo sana, walikuwa wanamtongoza, wanamtaka kimapenzi. Yule binti anajielewa, akawa anawabania. Sasa akiwabania wanamuona kama anajisikia, ana nini. Kwa hiyo yule binti akitaka kufanya kazi za kimuziki wanambania. Wengi mno, nakwambia. Harmonize respect sana. Harmonize pamoja kwamba na tamaa zake na yeye, lakini ameweza kumshika mkono Abigail Chams. Abigail Chams baba yake ana hela. Baba yake yuko vizuri. Lakini wasanii waliokuwa wanambania walikuwa baba yake yuko radhi atoe hela Abigail akafanya kazi collab na msanii mkubwa kwenye nchi, lakini msanii anagoma kwa sababu alibaniwa penzi. Nani huyo? Yani kaka na siku nyingine subiri Abigail achukue tuzo ya BET. Umesikia? Nitakuja kufanya interview kwa ajili ya Abigail kufichua wale wote waliombania Abigail Chams. Wote waliombania nitakuja kuyazungumza kwamba wameumbuka. Mtoto exclusive. Nakwambia siku Abigail Chams akitangazwa mshindi wa tuzo ya BET, msanii mpya wa BET, basi ndio siku hiyo ambayo nitakuja kusema sifa zake yule mtoto wa kike. Lakini pia nitakuja kuzungumza na wale ambao walimbania kwa sababu wamewanyima penzi. Tena wasanii wakubwa. Wasanii ambao Abigail anaweza akawaita baba. Wanakwambia bwana sisi tupe